Simba nilidude kubwa kwani anaibisha nani? Yoyote anaikuja kwa Mkapa toka Giani. Tunashinda kote ugenini mpaka nyumbani. Kama una timu yako basi lete uwanjani. Timu yangu naipenda naizimia, ndio maana ikicheza naibetia, naiwaza naitaka pia, popote naishangilia. Timu yangu naipenda naizimia, ndio maana ikicheza naibetia, naiwaza naitaka pia, popote naishangilia. Oh, naishanga timu yangu kila niendako naikuta. Bwana, huyo ni Kisamaki anakuambia anaishangaa timu yake kila anapoenda anaikuta. Akienda Zanzibar anaikuta. Shughuli sasa unaikuta katika uwanja wa New Amani dhidi ya Stellenbosch. Wanakuambia wale ndo wabongo wenyewe. Nginga katika mchezo wenu wa siku ya Jumapili. Unawazungumziaje wapinzani wenu Stellenbosch? Kama wao wabongo basi tutakutana na wabongo wa Kizaramo. Tunawachamba huko tunawapiga. Na Wazaramo wanakuambia unaweza ukasemwa mpaka ukafa. Yani tunawachamba, tunawasema kwa maneno. Ndio nimeanza kuwasema kwenye kuwaimba, kwenye kuimba. Afu uwanjani shule utaiona. Kwa kazi wanayo. Kazi wanayo mzee wangu. Kubaya ubwela. Kwa ile naishangaa Simba yangu ile napoenda naikuta, wao itawageukia kwamba wanaishangaa Simba kukiita New Amani afu wanakula kipigo cha kutosha. Yani wanaikuta New Amani na wanaikuta kwao. Kwa Mkaburu. Kwa Mkaburu. Yeah. Kwa Mkaburu mlienda mliwasha moto shehe. Sasa hivi yani kunajua inapokuja kwenye swala la kuiwakilisha nchi. Tusiaibishe nchi. Fanya chochote kwa ajili ya nchi yako. Ndio maana mwanajeshi anaweza kufanya chochote kwa ajili ya nchi yake. Ahmed Ali alisema hivi, kama unasali sali mara 3, yani kwamba ulisali mara 2 sali mara 3. Kama ulipiga mara 3. Yani chochote kile. Kama wewe mzee Kisamaki uliimba sana, imba mara 3. Wewe unafanya vitu gani sasa? Mimi sio mara 3, mimi nitaimba mara 10. Yani nitaimba sana yani. Kwa sababu na kila sababu, kwa sababu kwanza timu ninayo. Na kuja kuangalia upande wa pili ndo wanaishia maji ya jioni. Wazee ni wengi alafu wanaogopa wazee. Kisamaki. Wala Kisamaki tumeshuhudia jana mmeingia kandarasi na mdhamini mpya Jeruti bilioni 38. Inakwenda kuwa Simba namna gani? Mimi nadhani ni kitu kizuri sana kwa sababu mpira unahitaji investment. Unaona? Mpira unahitaji uwekezaji. Kwa hiyo hivi vitu vinavyokuja nadhani vinakuja kuleta chachu kwenye mpira wetu, na nadhani timu yetu itaenda kufanya vitu vikubwa sana kwa sababu pesa ni kila kitu na inahitajika sana kwenye mpira yapo. Kwa mantiki kwamba ule unasema kwamba timu Simba ni lidoli kubwa ndo linamaanisha kwamba hivi sasa tumeona watu wametia bilioni 38 hapo. Bado yani watakuja wengi sana mzee wangu, hizo bado yani hizo ni kama mvua, hizo ni rasharasha ndo zinaanza. Unajua ili uwavutie watu na ili upate wawekezaji inabidi ufanye vizuri. Unanielewa? Hakuna mwekezaji ambaye anaweza akawekeza sehemu ambayo hayuko vizuri. Ni sasa kama sisi ambao tunazungumza labda kwenye sanaa. Unaelewa, ili upate wawekezaji basi imba vizuri, hakikisha unafanya muziki mzuri. Watu watakuja watainvest kwako. Kwa hiyo mpira upo hivyo pia. Tunaona ushindi wa goli ngapi mbali na kuwasema mpaka wanakufa Stellenbosch? Mimi sio mtabiri, lakini pia unajua mimi ukiacha tu ushabiki, mimi pia naujua mpira. Yani nampenda mpira, ukiacha kupenda timu pia napenda mpira. Kwa hiyo mpira una matokeo matatu. Siwezi kuingia uwanjani na matokeo. Kwa hiyo tutakavyojiandaa vizuri ndo ushindi wetu utakaopatikana hapo, haijalishi goli ngapi. Kwa sababu tunaocheza nao pia sio timu ndogo. Yani sio kumdharau mpinzani wako. Kwa hiyo mashabiki wenzangu pia walijua hili. Tusiende na matokeo uwanjani. Unaona, kikubwa kwamba tukajitume, tukawape nguvu wachezaji pia wajitume mara 4 wanavyochezaga ili tuweze kupata matokeo mazuri. Atakayekimbia sana uwanjani kuliko mwingine anapata matokeo.